Ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratius Mahinyira. Mimi ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, tunaitwa BAVICHA. Ndugu zangu watu wa Kilwa Kivinje na wilaya ya Kilwa kwa ujumla, naomba niseme kwa kifupi sana mambo yafuatayo ili tumpe nafasi makamu mwenyekiti wa chama chetu aje kuzungumza na nyinyi watu wa Kilwa, kwa sababu mimi pia nina taarifa za kwamba mlimsubiri kwa hamu sana. Jambo la kwanza, mkutano wa leo lazima tutamtaja sana Mheshimiwa Selemani Bungala Bwege. Tukamtaja sana kwa sababu tunayo makusudi na tunayo sababu ya kumtaja. Mimi kwa mara ya kwanza nimezungumza na Mheshimiwa Bwege, ukiachana na kwamba nilikuwa namuona, nilikuwa namsikia. Kwa mara ya kwanza nilizungumza naye kwa simu kati ya mwaka 2022 na mwaka 2023. Nilipozungumza naye kwa simu aliniambia, kijana, nafahamu wewe ni Chadema, lakini kule kwetu Kilwa wako vijana na watu wengi sana wamekamatwa na halmashauri ya wilaya ya Kilwa kwa makosa ya kusingiziwa. Ndio niletea hayo majina. Akaniambia, naomba uende ukawatetee. Usiende kuwatetea kwa sababu ni wanachadema wenzako. Kati ya hao watu waliokamatwa wapo wana CCM, wapo ACT Wazalendo, wapo Chadema. Nenda kawatetee kwa sababu wanaonewa. Nikamuelewa, nikamwambia, mzee, nashukuru nimekuelewa, nitakwenda kuwatetea. Kati ya hao watu waliokuwa wamekamatwa, nyie mnawafahamu. Hivi afande yule ACP Mwaipasi yupo? Nilimkuta pale Kilwa Masoko. Waliokuwa wamekamatwa wako ndani. Mmoja wapo alikuwa anaitwa Mgeni Alifaki. Sijui kama mnamfahamu. Mwingine anaitwa Gogo. Mimi sijui kama ni CCM au Chadema. Nyie mtasema wenyewe. Mwingine anaitwa Twaa Mzuri. Mwingine anaitwa Mikidadi Bakari 40. Mwingine anaitwa Ihimidi Mohamed Ngumbe. Wako wengi sana. Mzee Bwege alisema wako wana CCM, wako wana Chadema, wako na ACT wenzangu. Nikaja kuwatetea. Nini nilichojifunza kwa mzee Bwege? Watu hao walikuwa wameonewa, walikuwa wamesingiziwa. Kulikuwa kuna wahuni wachache kwenye halmashauri yenu ya Kilwa wanaiba pesa za ushuru, pesa za kodi, lakini wanawasingizia wananchi wa kawaida kwamba wao ndio wameiba pesa hizo. Mzee Bwege aliwatetea watu hao bila kujali itikadi zao, bila kujali vyama vyao, bila kujali dini zao. Mzee Bwege alikuwa ni muumini wa haki. Watu wema hata mwisho wao huwa ni mwisho mwema. Watu wabaya hata mwisho wao huwa ni mbaya. Ndio maana mzee Bwege, kwa sababu alikuwa ni mtu mwema na alikuwa mtu wa haki, Mwenyezi Mungu alisema, sitakuondoa huku duniani mpaka waoneshe watu wa Kilwa ipi ni njia ya kweli. Nyie watu wa Kilwa, urithi pekee mzee Bwege, ukiachana na mambo mengine aliyowaachieni, amewaachieni kweli. Ndio maana kabla Mwenyezi Mungu hajamchukua mzee Bwege, aliondoka kwenye hivi vyama vingine. Alisema anajiunga Chadema kwa sababu Chadema ni chama cha kweli, kwa sababu aliona Chadema ni chama cha haki, na huo urithi aliwaachieni. Hongereni kwa huo urithi. Ahadi yetu sisi vijana ambao tuliwahi kuzungumza na mzee Bwege na tukamsikia. Mmesikia wakati nakaribishwa hapa nimetambulishwa kama ni wakili. Naomba kuwapeni ujumbe vijana wenzangu. Kama kuna noma yoyote itamkumba kijana wa Kilwa kwa sababu ya kutetea kweli, kwa sababu ya kusimamia ukweli, kwa sababu ya kusimamia haki, sisi Chadema tunao mawakili maelfu. Na kwa sababu CCM wana tabia ya kutishia vijana kwenye taifa hili kesi, wanatishia kuwapeleka mahakamani. Ujumbe tunaowaambieni BAVICHA na Chadema leo, watu wa Kilwa, kwa sababu urithi aliyotuachia mzee Bwege ni pamoja na kusimamia haki zenu. Hakuna kijana yoyote wa Kilwa ambaye atafungwa kwenye mahakama yoyote, iwe hapa Kilwa, iwe Lindi, iwe sehemu yoyote, atafungwa na Chadema itakuwepo. Tutakuja kusimama na nyinyi. Niwaambieni, CCM wangekuwa wana uwezo wa kutufunga mahakamani, yule Heche sasa hivi angekuwa ameshahukumiwa miaka 58 jela, Mnyika miaka 40 ngapi, mzee Saidi, mzee wote sisi tungekuwa jela. Hawawezi kutupeleka jela kwa sababu
na sisi sio mamungungu. Kwa hiyo yoyote atakayeweza kuwapelekea moto CCM awapelekee moto, awaambie wachague tu style ya huo moto. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nyie watu wa Kilwa na watu wa Kusini, hamna haja ya kufundishwa siasa. Hamna haja ya kuambiwa kipi ni kweli, kipi sio cha kweli. Mimi kwa umri wangu mdogo, hii Chadema imenifanya nimezunguka Tanzania nzima, angalau naifahamu mikoa yote. Ninao ujasiri wa kusema kama kuna eneo kwenye taifa hili wananchi wake na wakazi wake wana uelewa mkubwa sana wa mambo ya siasa, wana uwezo mkubwa wa kujenga hoja, wana uwezo mkubwa wa kuchanganua mambo, huwezi kuondoa watu wa Kusini, huwezi kuondoa watu wa Kilwa. Sasa sisi vijana wa Chadema hatujaja kuwafundisheni lolote nyie watu wa Kilwa. Ujumbe pekee ambao tumekuja kuambieni vijana wenzetu wa Kilwa ni kwamba kama noma, wacha ikawe noma. Nyie watu wa Kusini, siasa zenu ni siasa za ngangari, ni siasa za jino kwa jino. Sisi vijana wa Chadema tunasema kama kuua watu wameshaua vya kutosha. Hakuna kitu tunachokiogopa kwa sasa, hata hicho kifo chenyewe hatukiogopi, na tutaweza kunyamaza. Ujumbe wetu kwa vijana wenzangu wa Kilwa kwamba tunapaswa kusimama kuhesabiwa. Hili taifa sio taifa la bibi zao wa CCM. Hili taifa sio mali yao. Hili taifa ni la kwetu sote. Ni lazima rasilimali za taifa hili sisi vijana tuhakikishe zinatumika kwa manufaa yetu wote na sio kwa manufaa yao binafsi. Hilo lilikuwa ni jambo la pili. Jambo la tatu na la mwisho, naomba kumalizia. Watu wengi hawajui CCM ni nini. Kwanza mimi nitashangaa nikikutana na mtu yuko Kilwa, umevaa ndala nyingine nyekundu, nyingine ya njano, na wewe unasema CCM oye. CCM upo Kilwa? CCM ni kikundi cha watu wachache walioko huko Dar es Salaam Magogoni, na wengine wako kwetu kule Dodoma, waliojikusanya pamoja kutumia kodi zenu, kutumia rasilimali za taifa hili kwa manufaa yao binafsi na familia zao. Hiyo ndio CCM. Jana nimemsikia kuna mtu mmoja, niliambiwa ni mbunge wa viti maalum. Sasa nikashangaa, huyu mbunge wa viti maalum mbona mwanaume? Ila niliambiwa ni mbunge wa viti maalum. Anasema kwamba ndani ya serikali yupo Yuda, hii serikali yao dhalimu, kwamba yuko Yuda anayekwamisha hii serikali isitekeleze majukumu yao. Sasa sisi vijana wa Chadema tunauliza, huyo Yuda mnasema yuko kwenye serikali yenu dhalimu, huyo Yuda ndo aliyeua watu mwaka jana Oktoba 29? Huyo Yuda ndo anayezuia vijana wa taifa hili wasipate ajira? Ndo huyo Yuda? Huyo Yuda ndo anayezuia hayo? Huyo Yuda ndo anayeuza gesi Songo? Ndo huyo Yuda? Wanatuchezea akili. CCM ni kama ukoo wa panya, baba mwizi, mama mwizi, mjukuu mwizi, na kila mtu ni mwizi. Kwa hiyo hizi propaganda za wao kujifanya mara nani mbaya ndani yao, nani mzuri, CCM imeoza. CCM ni ushirika wa wachawi, huwa haudumu. Hivyo basi, vijana wenzangu wa Kilwa, ni lazima tusimame kuhesabiwa. Muda wa porojo kwenye taifa hili, muda wa kubembelezana kwenye taifa hili umeisha. Kila mmoja achukue hatua kwa kuhakikisha taifa hili linakuwa ni taifa bora, salama kwa kila mmoja kwa kuishi. Wote tunapaswa kusimama kuipigania nchi yetu, na Chadema imekuja na tunawashukuru kwa kukipokea chama hiki. Sisi wimbo wetu Chadema ni mmoja tu: katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Kukiwepo na katiba mpya, kukiwepo na tume huru ya uchaguzi, CCM haiwezi kushinda kokote. Na CCM, ndugu zangu, inatesa kila mtu. Leo nimepita wakati nakuja hapa uwanjani, nimeangalia nyumba za polisi hapa. Sasa nyinyi polisi mnapiga lungu Chadema. Sijawahi kuona mahali kwenye taifa hili polisi wana nyumba mbaya, wana vibanda vya ovyo kama Kilwa. Nimeangalia zile nyumba pale, nimeangalia nyumba za polisi
mnanijua. Na acheni niseme, tuvumilieni. Kwa sababu nikisema pengine watakuja kurekebisheni. Nyumba za polisi wakiwa zinawauliza, ni waue au ni waache? Kwa sababu nyumba imekaa hivi. Hili taifa limeharibika kila mahali. Kila mtu anateswa. Hawa polisi CCM inawachukulia kama vilaza. Wamewaletea siku hizi kwa kitu wanaita kikokotoo. Yaani kazi ufanye wewe, ukistafu pensheni yako hawakupi. Wanasema wewe mjinga, tunakutunzia hela yako. Kwa mkisikia polisi sisi Chadema tunazungumza kuhusu katiba mpya, tunafanya haya tunayofanya, tunawafahamu na nyinyi ndugu zetu. Tunachukia maisha mlionayo kwa sababu CCM inatesa kila mtu. Mungu awabariki sana watu wa Kilwa. Kesho na kesho kutwa tutarudi kuzungumza vizuri. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.